Kwa hiyo nielekeze vyombo na mamlaka zinazohusika na utatuzi wa changamoto hizi kwenda kuzifanyia kazi. Mamlaka hizo ni pamoja na ofisi ya afisa kazi mkoa kufanya ukaguzi wa mara kwa mara kwenye maeneo ya kazi ili kujiridhisha kama mikataba ya wafanyakazi inazingatia sheria za kazi, na pia kubaini mikataba yote ya wafanyakazi inayovunja sheria. Idara ya uhamiaji, OSHA na wengineo, shughulikieni malalamiko ya wafanyakazi na kuwachukulia hatua za kisheria wale wanaokiuka misingi ya kisheria ili kukomesha tabia baadhi ya waajiri kukandamiza sheria, kukiuka sheria na kuwakandamiza wafanyakazi. Ninahitaji ofisi ya afisa kazi mkoa na OSHA waniletee majina ya taasisi na makampuni ambayo ni vinara wa kukiuka haki na usalama wa wafanyakazi wake ili tuweze kuchukua hatua. Serikali imedhamiria kwa dhati kabisa kusimamia maslahi ya wafanyakazi ikiwemo kupandisha mishahara kwa wafanyakazi. Kwa kuzingatia hali ya kimaisha ya wafanyakazi na uhimilivu wa kiuchumi, serikali mwaka 2022 iliongeza viwango vya posho za kujikimu kwa watumishi wa umma ili kupunguza pengo la stahiki hizo dhidi ya gharama za kiuchumi. Mwaka 2023 iliongeza kima cha chini kwa wafanyakazi wa umma kwa 23.3%. Ya haki za msingi za watumishi wa umma. Kumekuwa na kilio kikubwa cha malimbikizo ya madai mbalimbali ya watumishi wa umma kwa sekta zote. Kwa kuzitaja chache ni madai ya uhamisho, likizo, matibabu, ukaimu, kujikimu ajira mpya, malimbikizo ya mshahara wa wafanyakazi walioondolewa kimakosa kazini na kurudishwa mwaka 2017-2018, wastaafu kurudishwa makwao na madai mengineyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaiomba ofisi yako kuingilia kati na kufuatilia kwa karibu mwenendo wa ulipaji wa madeni ya watumishi wa umma katika mkoa wetu, kwani tatizo ni kubwa. Aidha, tunashauri wastaafu kupewa kipaumbele kwa kulipa stahiki zao mara tu wanapostaafu. Kwa sasa katika halmashauri zetu kuna wastaafu wana zaidi ya miaka 4 tangu kustaafu hawajarudishwa makwao. Jambo hili ni ukiukwaji mkubwa wa sheria na unyanyasaji kwa wafanyakazi.